Mtazamaji wa ITV Digital, katika hali isiyokuwa ya kawaida, mwanamke mmoja aliyefahamika kwa jina la Halima Abdalla mwenye umri wa miaka 24, mkazi wa kitongoji cha Mbumi, wilayani Kilosa mkoani Morogoro, amekutwa akiwa amefariki dunia nje ya mlango wa nyumba yake, siku mara baada ya kuibuka mgogoro wa ndoa baina yake na mumewe ambao ulisuluhishwa na balozi wa eneo husika. Katika kuja kusikiliza ugomvi, alikuwa katika talaka, wasema watakawachane. Tukakapo tukasuluhisha, ikafikia hatua akakubaliana vizuri. Kabidi mwanamke arudi ndani kuja kulala, akamtandikia godoro, akamwekea neti, akalala. Akatoka. Sasa asubuhi sana nikapigwa simu. Kama majirani wakati watoka ndio kujisaidia, wamkuta mwanamke kalala hapa chini. Kabidi mimi nitoke nijaje hapa, nikaenda kukuta mwenyekiti wangu. Tukaja mpaka hapa tukafanya taratibu zote za kuita polisi na nini mpaka kufikia hapa. Kwa kweli nimewasikia usudi alikuwa na wanawake watatu, kama sikosea watatu au wanne. Ila yule alikuwa mke mdogo. Na mwanamke alikuwa na mtoto mmoja. Ambao mara nyingi ndio wanaona naye hapa. Ndio kuja kusuluhisha sasa. Ndio leo asubuhi tunapigiwa simu kama huyu mwanamke kaanguka yuko hapa. Nao baadhi ya mashuhuda wa tukio hilo lililotokea Mei 15, 2026 wamezungumzia hayo yaliyotokea huko mkoani Morogoro. Niliamka asubuhi naelekea msikitini. Sasa nafungua mlango nikuta analala nje. Mtoto wake yupo kifuani. Sasa katika hali ya mshangao nikajua bakalala au kazimia au vipi. Tukawa tunatafuta uongozi kwa ajili ya kutoa taarifa katika prosesi zile za wakitushindwa hata kumshika. Wanaishi vizuri, isipokuwa tu migongano midogo ndani ya nyumba ipo, lakini sio migongano ya kusema kwamba ipelekee labda kupoteza maisha. Tulimkuta marehemu ameanguka nje hapa na mtoto wake akiwa ananyonya. Tulipokuta ile tukio tukabidi tutoe taarifa kwa uongozi. Uongozi ukaja ukathibitisha kweli marehemu amefariki. Basi process za nini zikaendelea. Huyu bwana na wake zaidi ya mmoja. Na halali kwa wanawake zake. Huku lilikotokea tukio. Huwa anatembelea tu malindo yake, jioni na wala kwa babake. Sio wanalala nao, huwa anawatembeleaga asubuhi tu basi.